Simba ni matapeli wazuri sana. Utapeli wao Simba ni wa kusoma Mavara. Kwa mtu ambaye hana dimbili, hawezi kuelewa. Hawezi kuelewa. Simba ni matapeli wa kutumia akili. Bwana, hatimaye dabi baada Young African kutoa haraka jana kwamba hawachezi, hatimaye rasmi sasa dabi ni Juni 15 baada ya mambo yote kuisha. Katikati ya likizo dabi Juni 15 tarehe 15. Ni bodi ya ligi hao. Bodi ya ligi wametamka rasmi kwamba tarehe 15 mwezi wa 6 kabumbu pale ndani ya uwanja wa Benjamin Mkapa dabi inarudiwa rasmi. Kiukweli mimi natafakari sana bodi ya ligi. Kwanza sikutegemea kama bodi ya ligi wangeamua kupanga tarehe leo rasmi ya dabi. Sikutegemea. Nilitegemea kwamba badala jana Young Africans walivyoandika waraka wao kwamba sisi msimamo wetu tunasimamia msimamo ule kwamba hatuchezi. Nilitegemea kwamba wataanza kufanya vikao na viongozi wa Simba kuona namna ya kuweza kusuluhisha jambo hili la dabi. Kwa sababu ukitazama kiundani zaidi Mavara, ukitazama kiundani zaidi swala hili la dabi, hata wenyewe umoja wa vilabu ambao uko chini ya mwenyekiti Engineer Hersi, kwa sababu mwenyekiti Engineer Hersi ni mwenyekiti wa vilabu hapa Afrika. Lakini pia ukitazama kwenye mamlaka makubwa, kwa mfano FIFA, ukitazama kafu, wenyewe kwanza huwa hawapendezewi pointi za mezani. Sasa ukitazama scenario yote hiyo, nilitegemea labda bodi ya ligi na TFF ambayo iko chini ya Wallace Karia watakaa mezani siku ya leo. Watakaa mezani na Young Africans kuona namna ya kuweza kutumia basi hata zile busara kama wao wazee wa TFF kwenye bodi ya ligi. Hapa kuna mzee wetu Mnguto. Wale ni wazee. Nilitegemea watakaa meza moja kuwaomba viongozi wa Young Africans kwamba jamani, jana mmeandika waraka wenu wa kwamba nyinyi hamtoshiriki dabi, lakini nyinyi ni watoto wetu wa ndani, sio vema. Lakini wao wameona ni vema kwa sababu wako juu ya sheria. Young Africans wako chini ya sheria, wanajiamlia tu kwamba bwana tarehe 15 mwezi wa 6 itapigwa dabi ndani ya uwanja wa Benjamin Mkapa. Hii Mavara, kiukweli mimi binafsi naona bodi ya ligi bado haiko sawa, kwa sababu kwa mujibu ya mamlaka ambayo yako juu ya Mguto au juu ya Wallace Karia, nikizungumzia kafu au FIFA, kwamba hawapendezewi na pointi za mezani. Kwa hiyo kiukweli bwana Mavara, nimesikitika sana kusikia hiyo taarifa ya leo kwamba bodi ya ligi imetangaza dabi rasmi tarehe 15 mwezi wa 6. Nilitegemea wangekaa na viongozi wa Young Africans kuliona hili na kulichekesha kwa mara nyingine. Kwa ili unadhani ingekuwa ni njia ipi itumike ili iweze kucheza? Unadhani usuluhishi ingefaa wakati Young African tayari wamesha sema msimamo kwamba hawachezi? Bado kuna mamlaka husika ya ndani ya serikali yetu ambayo inasimamia na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Dr. Samia ana mamlaka makubwa ya kuweza pia kuitisha kikao na kuona namna gani ya kuweza kusuluhisha hii issue ya dabi. Labda serikali haiingilii mambo ya michezo. Ni kweli kabisa, lakini tulitazama issue ya Feitoto kipindi ana mgogoro na Young Africans. Sadakta. Rais aliweza kuingilia kati na ikapatikanika solution. Yes,
tambua kwamba Rais wa Jamhuri ya Muungano ni mdau wa michezo. Mara ngapi Mavara tunaona anatoa vitita vya milioni 10, milioni 5. Kwa kuna usuluhishi ungefanyika. Naam, wangempa nafasi basi kuliko point za mezani. Kuliko ni point za mezani. Mimi nafikiri Rais ana haki ya kuingilia kwenye hili. Kabisa. Kama tu Paul Chacha alipoingilia michezo kule Tabora kipindi Young Africans wameenda kucheza kule Tabora, aliingilia kati, mwisho wa siku yakatokea madhara kama yale. Lakini kwa hili hizi pointi za mezani hazina nguvu wala hazina, yani itajikuta tu kwamba viongozi hawana mamlaka ya kuweza kusuluhisha nini migogoro ya hapa ndani ya nchi yetu. Hii inaita taswira gani sasa kwa mpira wetu Young African? Kama sasa hizi kumekuwa kuna gap kubwa sana. Ukiangalia Yanga ni kama yani so ni kama yani hawaendani kabisa na TFF ambao ndo baba mlezi, bodi ya ligi ambao ni moja sehemu ya TFF pale. Ligi yetu inaenda mwishoni, tunaanza kuanza msimu mpya. Inaita taswira gani? Taswira ambayo inakuja sasa moja kwa moja viongozi wetu sasa ambao wanasimamia mamlaka ya soka tayari hapa sasa watakuwa wamejishushia hadhi. Cha kwanza, cha pili, watakuwa tena hawaaminiki tena na vilabu vyote vya hapa Tanzania ambao vinashiriki hii ligi. Lakini wengine wanawaamini ni kilabu kimoja tu ambacho labda kinaiamini TFF au bodi ya ligi sasa hivi. Ni Simba tu basi. Yaani Simba sasa hivi ndio iliyobaki kuiamini au kuwaamini viongozi wenye mamlaka ya soka hapa Tanzania. Ni Simba peke yake. Umeona mwenyewe Mashujaa walivyocheza na Simba. Tazama kilichofanyika pale. Tambua walijana JKT kati ya Simba pale Mbweni. Tazama kilichofanyika pale. Meneja ngumi. Yes, meneja pale chupu zipigwe na referee. Kwa hiyo viongozi watazame sana hili swala. Linawachafulia sana na wataonekana si waaminifu na watakuwa wamepoteza maadili. Watakuwa wamepoteza uungwana wao kama viongozi. Kwa hiyo taswira ambayo sasa hivi bwana Mavara, endapo kweli viongozi wakiendelea kukaa kimya kwa hili, ninakwambia dabi isipochezwa basi tena sidhani kama kuna viongozi walioko juu watalifumbia macho swala hili. Lazima kutatokea tu baadhi ya mambo kwenye bodi ya ligi au TFF. Kama si viongozi pale kung'oka wengine, nakwambia ukweli, kuna watu wengine wamekaa kimya wanasubiri kwamba dabi isichezwe ili yaamke mambo mengine. Kwa hiyo viongozi watajiharibia na sura yao sidhani wataiweka wapi Tanzania hii, kwa sababu wameshika vitu vidogo tu. Hivi ni simple kabisa kukaa mezani na kuona namna ya kufanya. Yes. Na mwisho kabisa, unadhani kutakuwa kuna thamani yote ya kombe? Kwa sababu Simba kama atamaliza maana atakuwa na pointi ni 78 kwenye mechi zake 5 zilizosalia, na kama atapewa point 3 maana atakuwa na 81. Yanga kama hizo 79, kama atapokwa point 15 maana hataleta timu kwa mujibu wa kanuni, atabaki na point 64. Sasa nataka nijue thamani ya kombe letu. Mtu anapewa kombe na kuwa na thamani kweli, itakuwa na thamani yoyote au yani zile amshamsha ambazo tumezoea watu wamelitafuta kwa jasho? Unaonaje hizi parade zitapigwa, litakuwa na ile ya morali kwamba okay, watu wamepata kombe kwa jasho na damu? Kwa sababu ya ukosefu wa kombe ndani ya Simba mnyama, awamu ngapi wamekosa kombe? Awamu 3 la ligi. Awamu 3. Nafikiri na utahila wao Simba waliokuwa nao sasa hivi, kwa sababu huyu Simba amekosa kombe muda mrefu la ligi, yeye atalipokea kwa sababu ya ulimbukeni wa ukosefu wa awamu ngapi? Awamu 3. Lakini ukitazama sasa uthamani wa kombe lilivyo, uthamani, ili kombe liwe na thamani Mavara, ni lazima watu walitolee jasho. Ni lazima watu waone kwamba hili kombe tumepishana pointi 1, kulipata sio rahisi. Kimenyeke pale ndani ya uwanja wa Benjamin Mkapa, ili kombe liwe na nini? Na uthamani.
lakini kombe la mezani halina uthamani Mavara, halina mvuto. Hata paredi yenyewe, nafikiri paredi nzuri itakuwa labda Simba akirudi na kombe la shirikisho, sio la ligi, sio la ligi. Hata Simba ukiwatazama sasa hivi kwa kauli ya jana ya Young Africans, kama wamemwagiwa maji, wameloa, wanatamani hii mechi ichezwe, wanatamani sana wao, hawatamani pointi za mezani, isipokuwa utahila wa viongozi wetu ambao waliokuwa nao utatufanya sisi sasa tuwe wanyonge. Na mimi nafikiri pointi ya pointi au uthamani wapewe ligi ya Zanzibar. Iko perfect sana ligi ya Zanzibar. Kweli kabisa, yani ligi ya Zanzibar bwana Mavara iko perfect sana kuliko ligi ya Tanzania bara. Ligi ya Tanzania bara ni magumashi mtupu na imeoza kabisa, yani imeoza basi tu kwa sababu ndo hivyo nini, lakini Zanzibari ligi yao imenyooka, yani haina kona, haina ubabaishaji. Mashehe wengi kule ni mashehe wengi, lakini wanatumia ligi yao kwa ubora zaidi. Lakini Mavara, mimi nataka nikwambie kitu kimoja, Young Africans wanatumia akili nyingi sana. Na mimi niwape kwanza hongera kwa kuweza kuendelea kusimamia msimamo wao. Simba ni matapeli. Yaani kuna Watanzania wengi wanataka kuona hili dabi kuailisha kwake na hii ligi jinsi inavyoenda, watu jinsi wanavyoenda shirikisho wanapopambana. Tambua huu mchezo wa dabi yeye ndo kaanzisha. Kachokonoa bodi ya ligi, kanasa kwenye mtego wa Simba. Alivyojitoa Simba amebaki bodi ya ligi, na ndio maana mpaka leo bodi ya ligi ananing'inia kuhusu hili swala. Yeye ndo kashtakiwa. Viongozi wa Africans wanamshtaki bodi ya ligi kwa nini kailisha mechi kinyume na taratibu na sheria za mpira wetu wa miguu. Bado Simba yeye kajiweka pembeni, na alipoulizwa kwa nini hukupeleka mechi uwanjani, timu uwanjani, jibu lake ni moja: sisi hatukuweza kupeleka mechi uwanjani kwa sababu hatukuweza kupeleka kikosi chetu kwa sababu bodi ya ligi wameahirisha mechi. Umeona sasa? Bado wana utapeli. Kwa kachokonoa kakaa pembeni. Simba kachokonoa amekaa pembeni. Umeelewa? Katesti pale mitambo tuone nani atakayenasa kwenye mtego. Sasa amenasa baba ambaye ni bodi ya ligi na TFF. Na TFF wapo kwenye kitanzi. Afu wao wamekaa pembeni wanasikilizia. Na ndio maana nakwambia Simba ni matapeli. Mimi nakwambia ukweli, Simba ni matapeli. Na huu utapeli huu anaotengeneza huu sio Mo wala sio sijui nani yule nani sijui mwenyekiti wa sio Mo, sio Mangungu wala sio Try Again. Huu utapeli Mavara unatengenezwa na Ahmed Ally, msemaji wa Simba. Mimi nakwambia Ahmed Ally ndio wanatengeneza huu utapeli wa kuvuruga kuivuruga hii dabi. Ndio nakwambia ukweli, Simba ni matapeli. Tazama utapeli ambao umeufanya juzi kati ya Mashujaa. Mavara ulikuwepo kwenye jukwaa pale. Ulikuwepo. Kabla ya mchezo Ahmed Ally kazungumza wazi, tutashika mpaka simu zetu, tutambulika uwanja, lakini lazima Simba tupate matokeo. Kwa hiyo Ahmed Ally anawafanya wazee wa watu kuwapa pressure. Itafikia tu watu wazee wengine watajinyonga kwa ajili ya Ahmed Ally. Ahmed Ally anatengeneza utapeli wa kipumbavu, anatuharibia soka letu hapa nchini Tanzania. Unajua hawa vijana wanapewa mamlaka bila kuchunguzwa kwenye ubongo wana disiplini gani. Wazee sasa hivi hawana ushauri wa aina yote. Sasa hivi ushauri unatolewa na vijana kama ndo hawa kina Ahmed Ally. Ni matapeli sana Simba. Kiukweli nakwambia baba. Bwana, shukrani sana.